Mwanamume huyu alipenda sana kutatua kete za Rubik. Kwa hivyo, alienda kwenye kliniki ya upasuaji wa urembo na kugeuza kichwa chake kuwa kete ya Rubik. Katika muda wake wa ziada, aliizungusha na kupindisha kichwa chake kana kwamba ni fumbo. Siku moja, wakati akingojea treni ya chini ya ardhi, aliketi kwa utulivu kwenye benchi akisikiliza muziki. Aliangalia saa yake na kugundua kuwa treni ilikuwa karibu kuwasili. Haraka aligeuza kichwa chake upande mmoja. Alivua vifaa vya masikioni na kuanza kusogeza vipande vya kichwa chake cha kete ya Rubik. Lakini baada ya muda mrefu alikuwa bado hawezi kuisuluhisha. Onyesho hilo la kushangaza lilimshangaza mfanyakazi wa usafi aliyekuwa karibu. Wakati treni ilipofika kituoni, abiria kutoka ndani walimtazama kwa udadisi. Hata hivyo, mwanamume huyo alionekana kuwa amezoea hali hiyo. Alipapasa ndevu zake na kuendelea kuchezea kichwa chake cha kete. Hata akijaribu kiasi gani hakuweza kufanya kikae sawa. Kwa kufadhaika, alichukua chupa ya kinywaji na kupiga funda kubwa. Baada ya kujifuta mdomo, alirudi kugeuza vipande vya kichwa chake cha kete ya Rubik. Harakati zake zilivutia umakini wa msichana mdogo ambaye hakuweza kujizuia kucheka alipomuona. Lakini mwanamume huyo hakujali kabisa. Alikuwa amezingatia kikamilifu, akiazimia kugundua jinsi ya kuisuluhisha. Mwishowe, baada ya juhudi zisizochoka, alifanikiwa kupanga kikamilifu vipande vyote vya kichwa chake cha kete ya Rubik. Kwa utulivu, alirudisha vifaa vya masikioni na kuendelea kupumzika wakati akingojea treni ya chini ya ardhi. Je, uligundua kitu chochote cha kushangaza?